Waziri wa mambo ya nje wa Irani akiambatana pamoja na mkuu wa majeshi Meja Jenerali Abdurrahim Mousavi wameweza kuhudhuria kikao cha siri kilichoandaliwa na Bunge la Jamhuri ya Mapinduzi ya Kiislamu ya Irani mnamo siku ya Jumatatu, huku kikao hicho kikiangazia zaidi kuelezea maendeleo juu ya sera ya mambo ya nje ya taifa hilo, lakini pia wakijikita katika kuelezea mazungumzo yaliyoendelea baina ya Marekani na Irani kuhusu programu ya nyuklia. Aidha, kwa upande wa Mousavi alikuwa na wajibu moja kwa moja kulielezea bunge juu ya uwezo wa ndani wa kiulinzi wa jeshi la IRGC dhidi ya kukabiliana na mashambulizi ya adui kwa wakati wowote na muda wowote pindi atakapojitokeza. Naye kwa upande wake, msemaji wa Bunge la Jamhuri ya Mapinduzi ya Kiislamu ya Irani Said Abbas Godrazi ameelezea kwamba uwepo wa mkuu wa majeshi Abdurrahim Mousavi pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi katika kikao cha siri kilichoandaliwa na Bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ni katika kutafuta msisitizo wa pointi kadha wa kadha zihusuyo mambo ya diplomasia na mambo ya vita katika hali ya kuangalia usawa wa diplomasia pamoja na maandalizi ya kijeshi, kwani pande zote hizo zina mwingiliano wa moja kwa moja, hususan katika fukuto la vuguvugu la vitisho vinavyotokea upande wa Washington dhidi ya taifa hilo la Iran. Lakini pia msemaji wa Bunge la Jamhuri ya Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ameweza kuelezea kwamba bunge hilo lilikuwa katika majadiliano na kusisitiza juu ya timu ambayo inafanya makubaliano na Marekani kuweka katika kumbukumbu juu ya historia ya makubaliano baina ya Marekani na Tehrani mnamo mwaka 2015 kuhusu programu ya nyuklia, makubaliano ambayo yalikuwa yanafahamika kama Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA, ambayo makubaliano hayo yalikuja kuvunjwa na serikali ya Donald Trump kama sehemu ya ajenda zake za kuleta kashikashi na hali ya wasiwasi kwa watu wa Irani. Msemaji wa bunge hilo ameweza kuongeza kwamba Marekani ni adui yetu ambaye kumbukumbu zake ziko wazi katika kuharibu makubaliano na ambaye hayuko seriasi pindi mnapofikia mwafaka. Kwa hiyo kumbukumbu hiyo inabidi iwekwe katika fikra za wale ambao wanaingia kwenye meza ya makubaliano baina ya Marekani na Tehrani juu ya programu ya nyuklia, kwani kufanya hivyo kunaweza kukaleta maandalizi yaliyo sahihi katika idara za usalama na ulinzi wa taifa hilo kutokana na vitisho vya Washington.